Naam, karibu sana mtazamaji kwenye awamu ya pili ya Darubini. Na aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha pamoja na aliyekuwa katibu katika wizara hiyo Peter Tum walikabiliwa na wakati mgumu walipokuwa wakisailiwa na wabunge wakitakiwa kueleza kuhusu sakata ya ufisadi kwenye wizara hiyo wakati walipokuwa mamlakani. Wawili hao walisailiwa kuhusu ufaafu wao wa kuhudumu katika afisi ya umma na kamati ya bunge kuhusu ulinzi na mashauri ya nchi za kigeni. Swala sugu lilihusiana na sakata ya kutoweka kwa shilingi bilioni 3.7 katika wizara ya afya pamoja na madai ya usimamizi mbaya wa migomo ya mara kwa mara ya madaktari iliyotishia kulemaza sekta hiyo. Ilikuwa siku ya kusailiwa kwa aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha pamoja na aliyekuwa katibu kwenye wizara hiyo Peter Tum, huku akifika mbele ya kamati ya bunge kujitetea kuhusu ikiwa wanafaa kuhudumu katika wadhifa wa mwakilishi wa Kenya katika shirika la Umoja wa Kimataifa UN Habitat jijini Nairobi na balozi wa Kenya katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mtawalia. Sakata ya shilingi bilioni 3.7 ya vyandarua vya kuzuia mbu wakati walipokuwa kihudumu katika jengo la afya likiwaandama, huku uadilifu wao ukitiliwa shaka. What is the reason for the appointing officer to change your roles so frequently? Is it because you are not a good performer? Who is that particular person who instructed that the tendering process be removed from your department? It wasn't for any other procurement. It was the specific one for mosquito nets, removed from my department, given to another department to handle for purposes of procuring, and you know the rest is history. Because wabunge walitaka kujua kutoka kwa katibu huyo ikiwa na ufahamu wa chanzo cha historia ya mzozo nchini Kongo. Wabunge hao pia walitaka majibu kuhusiana na sakata ya hazina ya kitaifa ya bima ya afya, wakitaka kujua ni kwa nini hawakufungulia mashtaka afisa yeyote aliyehusika na sakata hiyo. Your name was linked to mosquito nets scandal involving 3.7 billion and which attracted national and international scrutiny. issue of procurement, it wasn't the PS for medical services. It was a PS for the other department then that had been created under the same ministry. And did I have oversight on that? The answer is no. Wakati huo aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha pia alikabiliwa na wakati mgumu kuhusiana na madai kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua huenda alihusika kwenye sakata ya ununuzi wa bidhaa, madai ambayo hakuthibitisha wala kukanusha. At the point while I was serving chair and with the information that I was given, his involvement was not there. I got to learn of his involvement when the House was going through the impeachment process. Wakati huo aliyekuwa seneta Judith Pereno alisailiwa na kamati ya bunge kuhusu haki na masuala ya sheria kuhusu ikiwa anafaa kuwa katibu katika idara ya haki na masuala ya sheria. Garnered over the years, I have shown that I've earned the public trust to run institutions for this public and to be able to perform. Aliyekuwa katibu katika idara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Abdi Dubat kwa upande wake aliahidi kuimarisha uhusiano kati ya Kenya na Tanzania. I'm going to lead the team very well.